katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru, tunasema asante kwa ulinzi na ukingo bora umefanya juu ya moja na moja wetu. Umetupa tena nguvu na uwezo ya kuweza kujongelea hapo mahali wawili watatu watoto wako wanakusanyika. Mungu, Biblia inasema uko katikati yetu. Tunaamini na tunasadiki kama wewe ni Mungu Baba yetu, na tunapokusanyika kwa ajili ya sherehe ya mtoto wetu, mtoto wa mtumishi wako, kwa kumaliza masomo shule yake, tunasema asanti Mungu kwa kumwezesha. Tunasema asanti Mungu kwa kuwezesha wazazi wa ndugu wa karibu na mbali na warafiki. Asanti Mungu, mkutano wa leo tunaacha mikononi mwako. Uendelee kutuongoza Baba. Wale ambao wangali njiani, ongoza hatua ya miguu yao, ukiwaongoza na malaika mlinzi kuwalinda katika hatari zote za roho na za mwili. Watakapofika mahali hapa, pamoja sote tutakurudishia sifa, heshima, utukufu. Muda tutafanya hapa tunaacha mikononi mwako, mwanzo hadi mwisho ya sherehe hii. Acha Roho Mtakatifu aongoze, atawale nia, mawazo, nyimbo zetu zote, mwanzo hadi mwisho. Nguvu zote mbaya, watu wa nia mbaya, wote washindwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Usiruhusu Mungu kutukaribishia watu wabaya katikati yetu, atoke na waende mbali mahali kuna kauka, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yote tutakula, yote tutakunywa, uibariki na uitakase na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Uhimidiwe, upewe sifa. Ni katika jina la Kristo Bwana na Mwokozi wa maisha yetu tunaomba hivyo, amina. Tumkaribishe wetu rasmi Mheshimiwa Heritier kwa nyimbo hizo mbili ambazo zimeandaliwa za kumuingiza. Karibu. Akifika kwenye mlango tutasimama na kupiga vigelegele. Watoto wa mmoja hao wanaingia. Tusimame, vigelegele. Hao ni watoto wa baba mmoja, wao wanaingia hao. Ndio, ni muda wenu. Saa yako toka Heritier, ni siku ya toka Heritier. Hebu chapia mikono, toka Heritier. Hapa tunamwona mzazi wa Dr. Heritier, baba na mama mbele kabisa. Haleluya, haleluya. Ndio. Hii ni siku yenu, ni siku yenu kabisa. This is your day.
Ndio, nafikiri tunaweza chukua vitu vyetu. Asante sana, tunaweza kaa. Ili tuendelee na mambo mengine, ongeza ka sauti kidogo tukafurahia au kawimbo. Ile protokoli ambayo imeingiza mgeni rasmi imshindikize tena akienda kupokea chakula. Tutasimama, tutaomba Eric atasimama na wazazi wasimame, na protokoli kumshindikiza, wamchukulie sahani, asiguse sahani na mpakulia kabisa, na waonyesha unakweli unapenda hiki chakula. Ujaze sahani. Karibu wende chukua chakula. Heshima kwa washangazi wafuate na wababa wao. Alafu wachungaji watafuata. Washangazi mtu. Kijana wetu Elie tulimjua kama kijana wetu, lakini mambo yanaanza kubadilika. Washangazi na
heshima yenu. Mmefanya kazi kubwa. Karibu, karibu. Baadaye wachungaji watafuata. Naona tuko wengi. Wachungaji waweza kukafuata, wachungaji waweza kukafuata. Wakati mtumishi wa Mungu aliomba na kuongea na chakula. Do you believe that? Est-ce qu'on dit bien moi? Avec les mamoni, c'est la combonae. Yo baby my combonae, la combonae. Yo combonae kuya, la combonae. Combonae su, eleki yo. Tunafikiria wengine wote.
I'll give him time to talk to you. Ndio, acha nimshukuru sana kwa kunipa muda huu. Let me thank so much for giving me a time like this. Who you see is my older brother. Anaishi kwenye state ya Florida. He lives in Florida. Amekuja kusupport kwenye mtoto. He came to support us with our child. Watoto wetu wapate kuwa na As the parents who are here, tunataka tuongelee kidogo kuhusu mambo ya shule ya mtoto wetu. We're going to say something small about the school of our child. Ameanzia mwaka wa kwanza. Our child started their first year in Tanzania. Alipomaliza mwaka huko, when he finished the first year of school, that's when we came to the United States. And when we reached here, based on the language he couldn't understand, it was a must that they take him back to the first class of kindergarten. When he started, it wasn't very easy on him. Katika shule yao. There were many problems in his school. Watoto wengine wakupiga. Other children beating them. Wakija wakilia. They would come home crying. Tulieni, endelea na shule. I would tell them, calm down, just continue with school. Haikuwa mambo rahisi. It wasn't very easy. And my children listened to me. Akaendelea na shule. He continued with school. Nakumbuka mwaka wa tatu. I remember third year. Kwenye shule. In school. Alipatwa na shida kidogo. He got a small problem. Na mwalimu wake akaniita. And the teacher called me. Akaniambia kwamba kutokana na mambo shule ya mahesabu akupatia. And said in mathematics he wasn't successful. Yeye kijana wangu huwa sio wa maneno zaidi. My child does not speak a lot. Huwa hapendi kuongelea zaidi sana. He doesn't want to speak a lot. Ndio nikamuuliza unaonaje? I asked him what. Akasema baba, kwa nini umekubali haya? He said, Dad, why did you accept that? Mimi nimepatia. I said I gave it away. Kwa hesabu nafanya vizuri. In mathematics I do well. Sasa kwa nini umekubali baba? Why did you accept that? Sikujibu, nikanyamaza, nikasema niendelee na shule. I didn't answer him, I just said continue with school. And after he finished that year, I took him to a different school. When I transferred him to a different school, the teacher told me he's the first or he's number one in mathematics. When he reached the third year, he used to do mathematics for fourth grade while he's in third grade. When he went to fifth grade, he did mathematics for sixth grade while he was in fifth grade. He continued until high school. He used to do very well in mathematics. And going backwards, it seems like the teacher just never liked him. But God helped him in his school. High school, when he finished high school, he continued with college. Yani mtoto ikaonekana ni kazi ngumu zaidi. It seemed like it was very difficult. Na alikuwa amepata scholarship ya kuhusu football. He had a scholarship from football. Alipokuwa kisoma, when he was in school, na mambo ya football, and football, ikaonekana ni mzigo mkubwa kwake. It seemed like it was very kwa heavy. Sababu ana mafunzo mengi huko. Because he had to do lots of reading and studying. Ikabidi akaniambia nataka nishimamishe. He told me I want to stop. Ndipo aliposhimamisha hiyo mambo ya sport.
So when he stopped sports, akaendelea na shule. He continued with Mwaka wa school. pili ikawa vigumu zaidi. The second year was even harder than the first one. Shule ni mambo mengi kabisa. He called me and told me, Dad, school is very hard. I'm very confused. Nikamwambia endelea. I told him continue. Kitu kizuri lazima kiwe na changamoto. Something hard usually has many difficulties. There are many difficulties. Nikamwambia endelea, huwezi kuacha na I told him continue, you can't stop going to school. Alinikubali kama mtoto. He listened to me and accepted. Aliendelea mwaka wa 3. He continued to the 3rd year. Akaendelea mwaka wa 4. He continued to the 4th. Akifanya vizuri tu. He didn't do too well. Mpaka ahadi alipomaliza mwaka wa 4. Until he finished the 4th year. Na leo nikaona acha nishukuru kwenye mtoto. And today I wanted to say thank you to my child. Kama wandugu na familia. And invite you as family and friends. Support mpongeza so we can come and support and congratulate our child. Kwa hiyo nashukuru sana. Nashukuru sana. I thank you so much. Kwa kunisupport kwa sherehe hii. For supporting me on this occasion. Ikiwa kama hivi. Also, if you also have something like this, don't forget to call na mimi ni support pia. so that I can support you. Kuonyesha yani upendo. You've showed me love. Wamama mnanionyesha upendo. Mothers, you've shown me love. Kanisa imenionyesha upendo. The church has showed me love. Hata wandugu na familia wamenionyesha upendo. Even family has showed me Kwa love. hiyo nawashukuru sana. For that, I'm very grateful. Naweza nikaendelea mpaka I can continue kutokana until na furaha ya evening mtoto. based on the happiness of Ila the child. nimpe na mama naye. But I also give the mom Kuongelea hata kidogo. so she can say Na yeye something. sijui ana mambo mengi najua. I know she has a Tunajua lot sisi to wanaume say. tunakuwa na mambo madogo machache machache. You know, as men have Ila less wanawake few wana mambo. words, but women wana have a maneno lot. mengi, hata They have kabisa. few words. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Hiyo ninayo furaha sana I'm truly very happy siku ya leo today kuona siku kama na hii. to see a day like this. Haikuwa rahisi It wasn't easy, kama alivyomaliza kuongea, like Father just said, ila ilikuwa ngumu. Sitawachosha na mambo mengi, but it was very hard. I won't make you tired. I won't make you tired with many words. ila kawaida mwanafunzi akiwa kwa masomo, But usually when a student is at school, na sisi wazazi tunakuwa tunasoma, as parents are also in school. kwa sababu wakati anakuwa kwa masomo akileta homework, sisi ndo tunafikishiwa, oh mama, hii sijafanya hii, na sisi ndo tunafuatilia. Because when they come from school, they give us their homework and tell us, Mom, I haven't done this, I haven't done this, and I try to follow. I see when children are at school, na sisi wazazi tunakuwa kama tuko kwa masomo, tuko wasomi. as parents are also like students. Sana sana ndani ya hii nchi, usually in this country, sababu unapaswa kufuatilia kama mtoto ameshamaliza homework. Because you're supposed to make sure if the child is done with their Kama homework. umfuatilie, If you don't follow, masomo mara nyingi yataita mama, baba anakuja nyuma, wanaanza kwa mama. most of the time they call the mom first and the father comes after, but they call the mom first. Ndio maana nasema wakati watoto wako kwa masomo na sisi tunasoma. That's why I say when the children are in school, we are also in school. Mtoto alikuwa kwenye college, My child was in college. mara nyingi alikuwa ananiita, Most of the time he would call me. hii ni ngumu, hii ni ngumu. This is hard, this is hard. Lakini tulikuwa na muda wa kumpa bidii, But we had time to encourage him. na mara nyingi kuna sijui kama ni shida kwetu sisi wazazi kutoka ile ngambo, sababu mtoto wa huko kama humfuatilii kwa masomo, And many times, I don't know if it's us, the parents from the other side, usually when you don't follow your child at school, anaona kama haumpendi, they see like you don't love them, or they don't care about us. au umjali. Kwa hiyo inabidi mtafuatilie kama mtoto mdogo. For that it was a must that we check on him like a young child. Ila ninashukuru sana But I'm very grateful kufuatilia na mtoto akatusikiliza.
followed, we encouraged him and listened to hata us. ilikuwa ngumu, Even though it was difficult, lakini tunashukuru Mungu kwa muda kama na we thank God for a time like this. nashukuru wa ndugu na marafiki I thank God, family and friends. wote naona hapa, ninawashukuru sana Everyone that I see here, I'm very grateful. The way you've supported na us jinsi mmekuja kukusanyika pamoja nasi. and the way you came to gather together with us. Tena kanisa yetu Free Methodist I Church, also thank our church, Free Methodist Church, kanisa yote nzima, the whole church, kutoka watumishi from the mpaka kwa watoto pastors wadogo, to the children, waombaji. the prayer warriors. Sisi wanashughulika sana kwa kuombea watoto They usually pray for the children. na matunda ambayo tumevuna ndo haya kwa maombi yetu. And these are the fruits from our prayers that we usually Mungu pray. aendelee kuwabariki. And may God continue to bless you all. Nikishukuru na mtoto wangu I'm also thanking my child, yeye ambaye ametukusanyisha muda kama na huu. him who has gathered all of us here. Asante sana mwanangu. Thank you so much, my child. Ndio, Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Nimesahau kuambia kwamba huyu ndio mtoto wetu wa kwanza. Got to tell you that this is our first child. Mungu awabariki sana. God bless you. Acha tusikie neno kwa mgeni wetu rasmi. Let's hear a word from our honorable guest. I said thank you. Nimesema asante. Thank you so much for being here today. Asante sana kuwa hapa siku ya leo. First, I want to give my thanks to everybody for being here, Ya kwanza nataka nishukuru kila mtu kukuwa mahali hapa, giving me the support that I did today, kwa kunipatia support yenyewe mmenipa leo, helping out with preparations to make this a beautiful and amazing event. kwa kusaidia kuprepare hii event kuandaa. I want to thank my parents. First and Nataka foremost, kushukuru wazazi. I want to thank them for pushing me. Nataka kuwashukuru I want to thank them for keeping me in line. nataka kuwashukuru kunitia kwenye line. I want to thank them for everything that they have done in my life. Nataka kuwashukuru kwa kila kitu yenyewe wamefanya maisha yangu. Because that has stabilized me and brought me to this point talking to y'all after I graduate. Ameacha nimesimama mahali hapa leo kuongea na nyie juu ya graduation yangu. Y'all heard from both of them that there was some struggles. Umesikia kutoka kwao gisi kulikuwa maprobleme kidogo kidogo. And almost every year that I've had school, Na kila mwaka yenyewe nimekuwa masomo. I've had one big thought. Nilikuwa na wazo moja kabambe. Man, I want to leave school.
I just want to be at home. Nataka nifike kwa masomo, nataka tu niende kunyumba. But they right here brought me to the knowledge and to have the knowledge. Lakini hao wawili walinipatia hiyo akili and the grace to keep going. Na hiyo neema kuendelea. They pushed me very hard to keep fighting for education because it is very important. Walinisukuma sana niendelee na masomo juu iko ya muhimu sana. Education is the cornerstone for almost everything in this world. Masomo ndio msingi ya kila kitu ya dunia. It can take you very far. Inaweza kufika mbali sana. And if you don't have any, it keeps you in your place. Na kama hauna masomo inakuwakilisha nafasi moja. So I thank them so much for pushing me to finish. Shukuru sana kunisukuma kumaliza. My mom, this is my other mother. Nataka kumshukuru tena mamangu, naye ni mamangu. And my other dad over there. Na babangu mwingine iko pale nyuma. They, of course, helped out. Nao walisaidia. Whenever we had anything big happen. Kila mara nilikuwa kitu kabambi kenye kilifikia. Balikuwa pale juu yangu. Whether through forum, them visiting us, or us going to them. Mara au kukuja kutuangalia au siye kwenda kuangalia. They have always been there and I thank them so much for it. Bamekuwa pale juu yangu na nawashukuru sana. I want to thank the church. Nataka nishukuru kanisa. Free Methodist. Free Methodist. I want to thank them for their blessings that they gave me. Nataka niwashukuru kwa baraka zao zenye walinipa. The prayers that they have for me. Maombi yenye waliniombea. Because I know when I came back from school. Ninajua sana nilitoka kwa masomo. They would welcome me every time. Balikuwa wananikaribisha kila mara. And I thank them so much for all and everything to me. Na nawashukuru sana tena kwa kila kitu walinipa. Knowledge in Jesus and church. Akili, Yesu na kanisa. And it creates a stability in your life. Na kuhimiza katika maisha yako. Gives you a home. Inakupatia nyumbani. It gives you a home in Christ. Inakupatia nyumba ndani ya Kristo. And it gives you a home with people that you enjoy church with. Na inakupatia nyumba na watu wenyewe unaenda kanisani nao. I think of the church as my family also. Na kanisa naibeba kama familia yangu nayo. So I thank them so much for na nawashukuru sana tena kwa kusaidia kuishi. I want to thank the rest of my family. Nataka nishukuru familia yangu wengine. We have all these people right here, all these beautiful people. Tuko na watu warembo hapo wanaikala pale. They kept me centered as well, guided me. Nao walinisaidia. They helped me in this road called life. Nao walinisaidia kwa hii safari inaitwa maisha. But I thank them so much for keeping me present. Nawashukuru sana kwa kunisaidia. I want to thank my friends. Nataka nishukuru warafiki. They give something that family can't give sometimes. Bali nipatia kitu mara nyingi au saa zimoja familia haiwezi kupatia. So I thank them for the time that they have. Na washukuru kwa muda wenyewe walikuwa nayo na mimi. And I thank them for the friendships and relationships that they give me. Na washukuru tena kwa urafiki wenyewe walinipatia. I thank everybody for coming. Nashukuru kila mtu kwa kukuja. And I hope you enjoy the food. Na nikizani mlifurahia chakula.
I graduated. Graduated with major in biology. So I thank everybody here for giving me that honor. Thank you. Praise God. Ndio samani. Sorry. Nina shemeji yangu hapa. I have my brother-in-law. Yaani yeye ndo amenilea na yeye. He raised me. Kipindi alikuwa kwa mkubwa wangu. When he was with my alinisaidia sana tena sana. When he was with my big brother, he helped me a lot. Kwa chakula, food, kwa msaada wote. Any help. Hata hivyo akiendelea kunisaidia. Even now he continues to help. Na acha nimpe nafasi naye. Let me also give him some kama time. mzazi wa mtoto. Aje akaongelea kidogo. So they can say something. Karibu. Welcome. Praise God. Praise God again. What they say, my brother-in-law, when I married his brother, I found him, he was young. I don't see any child that was his age at that time. I don't see anyone who's the same age the way I found him. I stayed with him. He wouldn't see me as, he took me as his sister. He used to love me. Before saying good night, he wouldn't sleep. And that's why he said I raised him. And I also thank I don't know what to say because I'm very happy. I don't know what to say. I'm speechless. Truly, I'm very grateful. And I continue to encourage them, the ones that are behind him, to take an example from him, so that one day all of you can come to Florida to help us with another occasion. We would love to see all of you in Florida helping us with another occasion like this. And I don't have a lot to say. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Ni muda wa shangazi nao kama wana neno. Now it's time for the aunties if they also have something to Mbele say. tena wengine wote. Before we continue with other people. Na wengine familia. And other family members. Wakazi. The cousins. Wenye wako na neno. That have something to Mama say in their mdogo. speech. Mothers. Karibu. Welcome.
school for today. Kwa kuwa tunasimama hapa Because we're standing here kwenye sherehe ya mtoto wetu. on this occasion for our child. Nataka kusema kwa huyu mtoto wa kaka. I want to say something about my brother's child. Namshukuru sana I thank him so much kwa upendo alikuwa ananionyesha katika kukua kwake. for the love that he showed me since he was a child. Nikimuita na kumsaidia na ananisaidia. When I call him to help me, he comes. Nashukuru sana kwa hii hali anafika. I thank him so much for this situation that he's in now. Nashukuru sana kwa nyinyi mmekuja And I thank everyone that came to help. Asante sana. Thank you so much. Mungu ambariki. May God bless him. Na mbele kuna vingi. Mungu Future, there is more. azidisha kwa maisha yake. May God continue to raise him. Amen. Kama kuna mwingine, If there is someone else, ama wengine wanasubiri wakati wa magifti, maybe other people are waiting for gift time. basi kwa upande wa kanisa tunampa Pastor Innocent On the church's side, we give Pastor Innocent. aanze kwa maneno madogo na mimi nitamalizia kwa neno moja He'll tu. start with a few words and then I'll finish with just one word. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo We thank God for today ambao kijana wetu ametukusanyisha vile tulivyo, that our son has gathered us here the way na tunasema Mungu apewe sifa. we say, may God be praised. Mbele ya yote nitashukuru Mungu Before everything, I'll thank God mwenye amemwezesha kufikia mahali hapa amefika, that has enabled him to reach where he's at now. maana sisi imani yetu yote tunaitia Mungu. Because for us, our faith, we put it in God. Pasipo Mungu hakuna kile tunaweza tukaweza. Without God, there is nothing we can do. Mungu ndiye ameacha nafika siku ya leo. God is what has caused him to be here. Wasia wako Mungu ndiye alikuwa anamlinda. Where the parents were not God Masafari ya kwenda protected him. shuleni kurudi, The journey to go to school and come back. huyo sio ulinzi wa wazazi, ni ulinzi wa Mungu. That's not- Kwa safari ya pili nashukuru wazazi, On the second round, I want to thank the parents. maana katika jambo hili ambalo limetukusanya, Because on this occasion that we're wazazi gathering pia wana now, nafasi kubwa sana zaidi, the parents have a big role in that. kama vile walitangulia kusema. The same way they spoke first. Nasema nao Mungu awabariki. I say may God bless them. Nashukuru na kijana wetu I want to thank our son kwa uvumilivu wote ambao amekuwa nayo katika safari ya for kusoma, all the patience that he had in this journey of school. na kwa kusikiliza wazazi kama vile walitangulia kusema, And for listening to the parents the same way they said before. na ni kijana pia ambao tunamshuhudia kama anamwogopa Mungu. And he's also a son or a boy that we testify that he's Kwa hiyo praised nasema God. naye Mungu ambariki, For that I say God bless him. na vile mmemwona amesimama hapo, And the same way you saw him standing ni here, mfano kwa vijana wengine wote. it's an example to all the other youth. Sote tuna watoto nyumbani, We all have children at home, lakini kwa mambo ya shule but when it comes to school, huwa tunashindana nao sana. we fight with them a lot. Watoto wengi akipata hiyo degree ya kwanza, Many children, when they get their diploma, wanaanza kuangalia dolari ya Amerika, they start to look at money. hawataki or the tena dollar. kuendelea na masomo. They don't want to continue with school. Somo inakuwa ni shida, Going to school becomes a problem. lakini kila kitu kizuri kinatoka ndani ya uvumilivu. But everything good comes from patience. Pasipo kuvumilia Without patience, hawezi kupata kitu kizuri. you can't get something good. Lazima uwe mvumilivu, It's a must that you be patient. lazima ukubali kuzipitia changamoto, It's a must that you accept na to huko go mbele through utacheka. difficulties, and in the future you will laugh. Kiona leo kijana wetu anafurahi anacheka, When we see our son today very angeanja happy, he's details ya laughing. mambo ambayo amepitia kwa hii safari, If he starts telling us the problems that he went through, sote tungelimsikilia huruma. we would all feel very sorry for Na him. wakati alikonda kakuwa kama kidole, There is a time that
he lost Hata a lot of nikamuuliza weight, mwalimu, kijana wetu amegonjwa ni nini? I used to ask our Mwalim, is our son sick? What happened? Lakini yote ilikuwa changamoto. But all those were difficulties. Kwa hiyo nasema Mungu ambariki, For that I say, may God bless na you. tunaamini ya kwamba bado hajafikia mwisho. And we believe that this is not the end. Safari inaendelea. The journey continues. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana bado hiyo shahada ingali ya chini, That degree is still very low. na nina matumaini ya kwamba siku moja And I have hope that tutakusanyika hapa kushangilia tena full doctor. one day we'll come to the gathering again to fully congratulate as Dr. Pamoja Eric, na Mungu, together with God. hekima ambayo mimi naionaka ndani ya huyu kijana, The happiness that I see juhudi na here, uvumilivu alio nao, the patience that he na has, Mungu amembariki kawapa wazazi wazuri and God has blessed him ambao ni with washauri parents wazuri, that are very good tena ambao advisors, wanamuogopa Mungu. and they fear God. Siku moja tutakuja pokea diploma ya I doktorati, know one day we're going to have to get his PhD or his doctorate, na sisi hatutamwachilia. and we won't leave him. Tutaendelea kumsutenire kama kanisa vile tunaendelea kumsutenire toka mbele, We'll continue to support him as the church since pamoja na kumwombea na kumshauria, together with praying for him and advising him, na tunaamini Mungu atamtendea mema and we believe that God will do good na things for atafikia him, vision ambayo iko nayo. Mungu and awabariki. he'll get to the vision that he has. May God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Sina mengi ya kusema, I don't have a lot to say, lakini tungekuwa na Biblia, but if we had a Bible, mtu mmoja angetusomea Mithali one person would read for us Proverbs 15 kwa mstari wa 12. chapter 15 verse 20. Kuna mwenye anaweza tusomea? Can someone read for us? Inasema It says, mtoto mwenye hekima humfurahisha baba yake, a humble child pleases their father, na mjinga humchukiza mama yake. and the foolish one annoys their mother. Ni kusema wa baba It means to say, fathers, tunafurahia watoto wema, we are happy with good children. lakini ukiwa mtoto mkorofi, But when you're stubborn, wewe ni mtoto wa mama. we're a mother's child. Lakini kwa sasa hivi But for now, tunaona kijana wetu Eritier we see our son or our boy Eritier, kwa juhudi aliyoifanya, this state that he leo ni mtoto wa wazazi wote, wamevaa vizuri, umependeza. today he belongs to both parents that are looking very Ungeenda good. huko kwa masomo na kwenda kucheza, If you went to school and started playing ungekuwa mtoto around, wa mama wewe. would be a mother's child. Lakini leo But today, umetufurahisha sana. you have pleased all of us very Uko much. mtoto wa wazazi wote You are a child that belongs to both na majirani parents wote and all the neighbors na kanisa. and the whole church. Kwa hiyo tunakuombea baraka For that, we are praying blessings upon kama you. vile mchungaji amesema. The same way the pastor said, Katika neno umesema the word that you say, umetuficha siri moja. you hid one secret from us. Nilitarajia utasema I wanted you to say, or I hoped you would say, hii degree nimepata ni mwanzo. this degree that I got is the beginning. Muniombee nimalize na zingine degree zinabakia. Pray for me to finish all the degrees that I have left. Sijui kwamba utakuwa na muda wa kutuambia hiyo neno. I don't know if you would have time to tell us Sijui that. kwamba umechoka na masomo. I don't know if you're tired with school. Bado umri wako mzuri. You're still young. Tunakutakia maisha marefu I would wish you a long life. na tukihitaji tuone siku nyingine ya graduation And we would want to see another graduation day ya mbele. in the future. Unakuja unavaa kanzu nyeupe You would come wearing a white gown. na tule tuvyuma twa kupima masikio. The stethoscope. Yaani tunakutakia level nyingine ya juu. Meaning we want another level, a different Hii level for you. patia tumeifurahia, This you gave us, we are very happy with it. lakini tunakuhimiza uendelee. But we're encouraging you to continue. Tunashukuru tena
We are very grateful kwa kuwa again umekuwa mfano because you're an example. mzuri kwa watoto wetu wa kanisani, You've been a good example to our children here. kwamba lazima niwe kama Heritier, Because they're saying now it's a must, I'm like Heritier. na ikiwezekana nimpite. And if I can, just go over him. Kwa hiyo usikubali wakupite. For that, don't allow them to go over you or pass you. Kimbia haraka mpaka ulete cheti cha nini, master degree, PhD degree. Right past that and get your PhD. Mtu mmoja akaniambia, One person told me, unapofanya kitu kigumu, when you do something difficult, watu wanakukatisha tamaa. many people try to make you lose hope. Wanakwambia kwamba hela nyingi, They tell you it's a lot of money, lakini usiangalie uzito wa hela. don't look at the heaviness of the money. Angalia or how much thamani the ya money kitu is. utakachokuwa ukimaliza safari hiyo ya masomo. Look at the greatness of something that you would become after you finish school. Tunashukuru sana kwa kututoa aibu. We thank you so much for not embarrassing us. Watu walisema, Many people talked. hivi mnaleta mambo ya makanisa, Now you've brought churches. mtasababisha watoto watasoma. You will let your children not go to school. Leo tumesherekea hii degree. Now we are celebrating this degree. Mwaka uliopita tulisherekea nyingine degree. Last year we celebrated another degree. Tunawakaribisha, kuna degree nyingine iko na mwezi wa 12. Welcome you again. There's another degree coming in December. Na tumeapa Swear, hakuna harusi ya kijana na binti there's no wedding of a boy and a girl kabla ya kutuonyesha madigrii zao. before presenting their degrees to us. Kwa hiyo tunaombea watoto wetu, For that we pray for our children. Mungu awabariki, May God bless them. awawezeshe katika hayo masomo magumu Enable them in their school mpaka watuletee madigrii, until they bring us the degree. alafu baadaye tuwabariki kwa maisha ya mbele. And later we'll bless them in their future life. Tunashukuru ndugu na marafiki, We thank the friends and the family, familia yote ya kijana the whole family of our boy, kuweza kukusanyika pamoja nasi for gathering together with us ili tusherekee sherehe hii kubwa. so we can attend or celebrate this occasion. Anayestahili heshima Who the person that is supposed to get all the praise, mheshimie, let's respect them sababu ametumikia hiyo heshima. because he worked for that respect. Tuombe kwa kijana wetu, Let's pray or ask from our son. ujali wa watu wa familia huko kwenye hospitali, Care about the people in the hospitals. na kama una ujuzi fulani unajua itatusaidia, And if there is something that you know that can help us, unaweza ukatukusanya community yote na kutufundisha, you can gather the whole community and teach us. sababu maisha ya hapa naona ni magumu. Because I see life here is very difficult. Ingine magonjwa hatuyajui, Some diseases we don't know, lakini tunakuta tumeingia. but we find ourselves within it. Kwa or huo having ujuzi those umepata, diagnoses. For that, the knowledge that you kama have, kuna kile utasaidia community yetu, if there is something that you can help our community with, tunakupa muda wa kutufundisha semina. we give you time or seminars to teach Na us. Mungu akubariki, And God bless you. na Mungu atubariki sisi sote, And amen. God bless us all. Amen. Tunaomba kwa wimbo We're asking DJ. for a song, DJ. sasa ni muda wa magifti. Now it's time for gifts. Wakati naleta gifti, When you bring a gift, kama utapenda kuongea utakuwa na muda. if you want to say something, you will Naona have time. gifti zinaanza kumiminika. I see the gifts are starting to come. Watoto tu graduate ili na sisi tupokee mabahasha You hiyo, can graduate so you can also receive these envelopes. na watatuletea chombo, sahani kubwa, And they'll bring us a big envelope a big basket ili yule mwenye hatapenda kuongea anaweka pale kwenye ile so sahani. that someone who didn't want to speak, they'll just put it in that basket. Basi karibu kwa magifti na neno. For that, welcome
gifts and something to say. Hallelujah. Amen. Basi nashukuru muda huu. I'm grateful for this time. Nashukuru sana. I'm very grateful. Basi mimi kwa jina naitwa Nduwayo Gilbert Msafiri. My name's you heard. Nimefurahi sana. I'm very happy. Natoka mbali kidogo lakini sio mbali. I come from far but not very far. Na tena sio mara ya kwanza kufika hapa. And this is not the first time to be here. Niliposikia ujumbe, when I heard the news, nilifurahi. I was very happy. Nikasema nitafika kabisa. I said I will truly be here. Na tena nashukuru kakaangu. I also thank my brother. Huwa akiwa na sherehe, every time they have an occasion, ananiambia. He tells me. Hachelewi kabisa. He doesn't take long. Nafikiri sikusemea uongo kakaangu. Ubarikiwe sana. Be blessed. Nimefurahi sana tena. I'm very happy again. Mimi natokea hapa karibu Maryland. I come from Maryland. Huyu ni mtoto kabisa tuliona. Mtoto alikuwa mtoto mdogo sana. Truly this is a child that we've seen that were very little. Lakini kusikia kama amemaliza shule. But to hear that they're done with mimi school. nilishukuru sana. I was very grateful. Isipokuwa sisi masomo yetu yalitushinda kidogo. Our school was a little bit hard and we failed. Lakini tukisikia watoto wetu kama wanamaliza tunafurahi sana. But when we hear that our children are done with school, na leo kabisa bega linapanda sana. And we become very, very proud. Kwa hiyo mbarikiwe kijana, ubarikiwe sana. So that be blessed, my son. Mambo mengi wengi wameongea. A lot of things that were already said. Nakushukuru, kashukuru sana. I thank you very much. Kwa upande wangu, on my side, ushauri niliokupa the advice I'll give you, na jinsi ulivyoongea, and the way you're talking, na jinsi baba alivyoongea, and the way Dad was speaking, na kutakia mema uendelee hivyo hivyo. I wish you well to continue. Usibadilishe. Don't change. Kwa sababu kuna watoto wengi wakimaliza shule, because there are some children wanaenda njia zingine. They go other way. Mawazo wanabadilisha. Their thoughts, they change. Wanasema kwamba nimemaliza masomo. They say I'm done with school. Baba alinisukuma, sijui alifanya nini. Dad pushed me, I don't know what hapa they did. Tumeachana. Here we're done. Lakini hicho kitu usifanye. But I'm asking you not uwe to do kielelezo cha watu wengine wadogo zako au be an example to your younger siblings. Hiyo ndo nimekupa. That's what I would give you. Na tena mchungaji amesema kwamba also the pastor bado hatujajua kama utaendeleza, sijui kama una neno tena. Na sisi tunaisubiri. Nasema kama mchungaji. I'm speaking as the pastor, we are also still waiting. Masomo hayaishi. School never ends. Na watu wengi wakiwa wanaenda kwenye fimbo, and many people when they go, wanaendelea. They continue and continue. Kwa hiyo nafurahi sana, barikiwe sana. So that I'm very happy to be blessed. Amen. Amen. Basi mimi nina watoto 7. I have 7 children. Na watoto wangu wako shule. And my children are watatu wamemaliza, wako college. 3 are done and are in college. Niliwaambia kama niko nakuja huku kwenye sherehe. I told them that I was coming here. Basi wakasema hivi kwa sababu tuko kazini. They said since you are at work, tunataka tukutume wewe. We are going to send you. Tuliongea pamoja na familia yote. I spoke together with my family. Watu tulitaka kuja nao wote wako kazini. All the people that were supposed to come with me. Lakini mimi na muda. By me I had time. Nimejitahidi kuja. I tried my best to come. Basi wakanituma wakasema kwamba they sent me and said, tunataka umpelekee hiki kitu. We want you to take this one. Na tena sisi tuliobakia. And us that are staying. Endelee kutuombea. May he continue to pray for us. Amen. Amen. Ubarikiwe sana. Ndio, Bwana Yesu asifiwe. Ndio, na mimi nataka kama mzazi tuwe ka shukrani kidogo kwa mtoto wetu. I want to give a little thanks to our child. Najua
amechoka sana. I know he's very tired. Ya, kwa hiyo For that, kumpa kachai kidogo aanze kujifinyanga kwenye mkoromeo. I'm just going to give him some tea so he can get himself together. Ili apate kuwa na bidii ya kuendelea na mengine. Just to encourage him to continue with other things. Na tuko hapa kama familia. We're also here as a family. Watoto wangu, My children, na mke wangu hapa, and my wife here. tunakabahasha kakumpa, We have an envelope to give him kumshukuru kwa kazi aliyofanya to shule. thank him for the work that he has Na ana done. kabahasha kadogo hapa. And this small envelope, Najua mtu anahitaji vitu vingi zaidi. I know a human being needs Ila a hata lot of things, tunakampa akamtoa moyoni mwetu. but this we're giving him from the bottom of our heart to make him happy. Kwa hiyo tutamkabidhi mke wangu. For that I'll give it to my wife Tutamkabidhi yeye. to give it to him. Au si? Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Furaha iko. Are we Kama happy? furaha iko, tumshangilie You're Bwana, happy. Let's tumshangilie praise Bwana God kwa utukufu wa Mungu. for the glory of God. Hapana sirika kwa kuwa leo ni Eritie, kesho ni yako. Don't be Amen. sad because today is Eritie and tomorrow is you. Kwa niaba ya jamaa Mugawa, Pastor Daniel, On behalf of Pastor Daniel wakati Mugawa, tulipata habari kwa Papa Lois kama mtoto wetu Eritie amemaliza shule when we got the news from Mwalimu that our child is done with school, na tulipewa aliko kuhudhuria kwenye sherehe hii, and we got invited to attend this ceremony, tukisema hatuwezi kosa kabisa. we see definitely we cannot miss. Mie na mama mke wangu amen, Me and my wife, amen. tukisema nasie sherehekea pamoja na mtoto wetu. We said we're also going to come and celebrate with our son. Tunasema Mungu akubariki We Eritie, say God bless you, Eritie. na kwa kuraje na kwa juhudi na bidii yote umefanya, And we continue to encourage you for all the work that you've kwa done. kuwa sio rahisi ndani ya mji huu watoto kusoma, Because it's not very easy in this country for children to lakini go to kama school. umeshikaza na kufika kwa hii level, But if you tried your best to reach to this ni level, neema ya Mungu, it's God's grace. na tunakushukuru kwa hiyo juhudi. And we thank you for all the work that Na you do. kama vile niko naambia watoto wetu ambao wanasoma, And the same way that I tell our children that are in school, mushikaze mufike mpaka kwa masomo ya level ya mwisho, try your best to go all the way to the end, na sie tupate Obama wa kutoka Afrika, so that we can also get an Obama from na Africa, sie meya wa Virginia kuwe mtoto kutoka so Afrika. that we can get a mayor of Virginia to be a child Ile from ndio furaha Africa. yetu si wazazi. That's our happiness as parents. Niko naambia watoto, sipendi nikukutane nibebe karton upande na nitoka na wewe ubebe karton mkampani. I always tell my children I don't want to work in a Sisi company and also come work in a hatukupata njia ya company. kusoma, We didn't get the chance or the way to go to school. ni haki kubeba karton mkampani. It's a must that we work in Lakini companies ninyi carrying ambao boxes. tumeleta muna umri ya kusoma, But you, the children that we brought here, you inabidi have kushikaza kwa time to shule. go to school. It's a must that you try your best in Masomo ni school. ya lazima sana. School is very important. Wakati utasoma unamaliza, When you go to school or learn and finish, pesa yote utapenda utapata, all the money that you want, kwa you kuwa will get. hautakuwa tena mbeba karton, Because you won't be carrying wewe boxes utakuwa ni anymore. manager, You'll be a manager. wewe utakuwa supervisor. You'll be a supervisor. Lakini kama usome, But if you don't go to tutaanza school, kukutaniana huku we'll makarton, be meeting together in boxes. na hiyo mimi siwezi ipenda na kuifurahia. And I wouldn't truly want that.
Ndio maana tunawapatia courage tena watoto wengine wetu wote. That's why we encourage you, all the children, Eritrea and other kids, mpaka mumalize level ya mwisho ya masomo. to go to school until you reach to the last level of school. Mumakiti sisi wazazi We'll be sitting in chairs as tuko parents, naongoya tu kafe na kasukari waiting for tea and sugar kutoka kwenyu. from you guys, our Basi na kwa children. hiyo tuko na kakitu tu kidogo kwa kuuza For soda that we have Eritrea something kumzike small so Eritrea can buy kabla soda kaendelea to tena rest. level ingine. Before he continues to the Apate next ataka level, soda iko na kunywa ka juisi, he'll get a soda or a apate juice tena ka nguvu to get energy. na kuendelesha tena level ingine, ili siku ingine tukutane hapa juu ya PSG. So another time we come here to gather for a PhD. Na kisha hilo ndio tutasherehekea tena sikukuu yako ya ndoa. And after that, that's when we celebrate again your wedding. Ubarikiwe tu. Tunashukuru. Usijisifu unajua kutumia. Usifu anayekufundisha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Praise God. Nashukuru kwa mzee ametoka hapa. I thank our Father that was here. Ameyasema yote ambayo ningeyasema. He said everything that I was going to say here. Na mimi nilikuwa namwambia hivi, nikutaka kusema hivi. I was also telling him that I wanted to say this. Hivi amepata hiki cheti. Now he got this degree. Nataka kumfanyia harusi. I want to do a wedding for him. Akipata cheti kingine cha pili. After he gets the second Afanye degree or his hivyo PhD, he should try his best and get the second degree. Be patient. Sababu akioa baada hajapata. Because if he marries before he gets it, he won't get it anymore. Sababu atakuwa anapambana na familia. Because he'll be fighting with the family. Hatapata muda kupambana na shule tena. He won't get time to fight with school Bwana anymore. asifiwe. Praise God. Jikaze. Try your best. Kuna shida nyingi mnapambana nazo. There are many problems that you face. Lakini katika hiyo shida unapambana nayo. But in all the problems that Siku you face, siyoijua. the day that you Hiyo don't jasho know, iliyotoka. Siku ikifika, when the day comes, itakauka yote kwa ghafla. it will all dry suddenly. Na utakuwa na furaha katika uso wako. And you'll be very happy. Bwana asifiwe. Praise God. Mimi nilikuwa na kadoni nilikuwa na kuandalia. Me, I had a gift that I was preparing Lakini for you. sababu tulikuwa na sherehe nyingi mwaka huu. But because we had so many Na kuna ceremonies zingine this zilikuwa year, zinafuata. and there are more that are coming, Ningekutafutia mbuzi nzuri. I would have looked for a good Ungeenda goat. pale nyuma ya nyumba. You would have went behind the house. Uchune wite wadogo zako. You would call all your younger siblings Uwaambie ndio tukae tule. and tell them, come here, let's Lakini eat. hiyo mbuzi But that goat, tumekuwa katika ile nchi yetu. if we were in our Tuko na country, mbuzi kule. we had goats, Tuko na ng'ombe we kule. have cows. Tungekuita njoo tukue ndio hii We hapa. would have called you, come Nenda and choose uchune one that you ule want. pamoja na wadogo zako. Take it and eat together Lakini with your sababu younger tuko siblings. huku, But because we're siku here, nitarudi tena hapa. the day I'll come back here, Nitakupa hiyo mbuzi. I'll give you that goat. Lakini leo But today, nataka nikupe bahasha pamoja na mke wangu. I want to give you an envelope Uende together pale with ununue my wife. vile vichupa vile. Go and buy Utaambia those utaambia bottles. wadogo zako. You will tell your Njoo younger tukae siblings, tujipanguze jasho. come, let's sit together and Mungu wipe our akubariki. sweat together. May God bless you. Endelea na somo.
We prepared a little something for him. And it took us years to do that. So we gathered a little something for him to thank him for paving a road for the others behind him, and for basically taking dirt off of our family, I guess. Something like that. Yes, and we thank him so much. He went through a lot. And he fought through it. And he finally finished the journey. Although he didn't finish, but he's almost there. Yes, thank you. Praise God. Amen. Amen. Did you guys eat? I'm standing here because this is my son. I thank him so much because since he was a child, I've never seen him disrespected. I've raised him, going to get him from school. I want to thank him because blessings from Auntie follow him until his last generation. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Praise God again. Nitamwalika mke wangu akuje hapa. I'll ask my wife to come forward. Mimi nimesema ya kutosha. I've already spoken enough. Nitamwachia afadhali naye aseme maneno mawili. I'll also allow her to speak at least 2 words. Ya kumpongeza Eritier. To congratulate Eddie. Na ni hata mkabidhi zawadi hii. And then she'll hand over the gift to ambayo him, tulimwandalia kama familia. which we prepared for him as a family. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Jamani tushashiba. Amen. Nashukuru sana. I'm grateful. Nashukuru sana kijana wangu. I thank my young man. Eritier, Mungu akubariki. Eddie, may God bless you. Napendaka huyu mtoto. I love this child. Nawapenda wote wa kanisa. I love all the children in church. Don't misunderstand me. Mtoto nampendaka But him sana. in particular, I love him Na a mimi lot. namutetaka huyu mtoto kwangu And kunyongo. I talk about him that Kila mara nikikana na watoto wangu na every time I sit with my children, kumavurugu ya mkanisa. I tell them, I never hear any in the shenanigans that takes place in church. Kumpenda sana, yani iko na hali I yake just yeye love him mwenyewe. because he's to himself. Mungu akubariki. May God bless you. Usibadilike. Do not change. Uendelee vile vile gisi. Continue being the way that you are. Kama haujijue, If you don't know who you are, uko mzuri, you are great. uko mpole, You are humble. uko mnyenyekevu, You are calm. uko na adabu, You have respect. yani uko mtoto tofauti. You are a child that's different. Nashukuru sana sababu umetosha.
kuheshimisha siku ya I thank you leo. because you Unajua wakati tuko wazee na watoto wetu wanaanza kutuletea macheti cheti. You know when we're old and our children start to bring degrees to us. Unasikia kwanza kurudia jene kidogo. We feel young again. Mesikia ka nguvu kanarudia. I feel like my strength has came back. Asante. Thank you. Tunashukuru lakini hauyamaliza. I thank you but you're not done yet. Mimi napendaka sana daktari. I love doctors. Napendaka sana. I love a doctor. Batoto yangu bote na babiaka I always daktari. tell all my children be a doctor. Biko pale. They're there. Ule mwenyewe kwa masomo ule naye niko namwambia mimi nataka daktari. The one who's in school too, I'm telling him I want you to be Maana a yake hapo usome doctor. pumzisha tu lakini safari bado So it's ipo. like you're taking a break but you still have a journey. Na usituangushe. Do not let us down. Tunakutumainia. We're depending on you. Tunajua kama utaifanya. We know that you are able. Mungu akubariki. May God bless you. Na akupe tena akili And may zaidi ya He give you more kuendelea. knowledge to continue. Amen. Amen. Tuka juisi I kadogo. have a little bit of juice here. Utaenda nunua kachupa. You go buy a bottle. Utaikala kule nyuma kwa ile veranda. And then you sit in the Na backyard. watakuachia kanyama pale. And they'll give you meat Utakuwa there. unakula You eat na uko na kunywa. while drinking your juice. Mungu akubariki. May God bless you. Amen. Kama unaweza kuwa na neno unaweza If you sema. have anything to say, Kama say hauna something. If you don't have any words to say, there's a basket there. sababu Yes. tununulie Because we want to buy him a good computer ya kwenda kwa high level. that he will take to another level. Sawa, karibu. Welcome. Hizo ni baraka. Mapesa ikuzunguke mbele na nyuma, mapesa uone inamwagika tu. Huyu ni binamu yangu. I don't have much to say, but I'm happy for you. That is why I'm here. Amen. Usijisifu unajua kukimbia. Usifu anayekukimbiza.
Leo nasikia mambo mazuri sana. Apige makofi. Inafurahisha sana kuwa hapa siku ya leo. It is great joy being here today. Naona watu wanaimika, wanafurahi, I see that wanacheza. people are happy and they're dancing. Kuhusu kijana wetu Eric. It is all for our young man Eric. Nasimama hapa kwa niaba ya community yetu ya Burundians. I stand here on the behalf of the community of Burundians. Ni vizuri sana. It is great. Hii ni mwaka wa 3 kuona sherehe ya kijana wetu. This is our 3rd year seeing a celebration for our young men. Na nakumbuka kulikuwa hapa mwaka wa 2017. I remember we're here in 2017. Ilikuwa kijana wetu alikuwa anamaliza miaka 4 kama hivi. I think he had finished 4 years. Anaitwa Champion, yuko kule Kentucky. His name is John Pierre in Kentucky. Na huyo alikuwa ni kijana wetu wa community. He was also a young man in our community. Na alijikaza akafanya miaka 4. He tried his best and also did 4 years. Nikakumbuka wengine wanafunzi walimaliza, alikuwa sijua binti anaitwa mtoto wa Ngongoro, nani huyo? Madeline. I remember also Madeline also finished. Na huyo nasikia naye alimaliza miaka 4. I heard that Lakini siku hiyo sikuhudhuria sherehe yake, ilikuwa nyumbani Burundi siku hiyo. I was not able to attend her celebration because of the Burundi sana. Sasa leo tuko tunasherehekea congratulations. Let me shake your hands. Kumbuka huyu wakati tunaleta wako wadogo sana. When they were very young. Tuko kwa hiyo vitu vyote tulifikia hapo. We started wachanga hivi. They were very young. Baba aliposema wanaenda shule ya chekechea, they went to school in 1st grade. Papa walitubuni ngikule tutarudi. They say that they bullied us in school. And we encouraged them, telling them keep trying. I congratulate their parents for pushing them, for them to reach this level. When he finished school, we were playing soccer. How's going in the school? I asked him how school and today God helped him. We're celebrating. I also thank his parents. Bringing our community together, our brethren from different places. May God bless them in abundance. Like our mother said, keep going so you can receive a PhD. And then we'll prepare another celebration, which will be your wedding. Thank you very much. Tunaelekea mwisho. We're going towards the end. Sijui kwamba muhitimu wetu, mgeni wetu rasmi wa maneno kwa mambo yote yameshapitika. Regarding everything that has already happened. Because they're carrying you like a king. I thank everybody for the words of kindness that I have for me. I hear y'all. I hear it, and I have been thinking a lot about it. I have been thinking a lot about it. I got a lot of thoughts. And I'll probably have more. But right now, where I'm taking a break, and we're going to see what the future holds. I do want to continue with my learning, because there's always more stuff to learn. And in the future, I hope that you're and I hope and I thank y'all because this is going to give you your gifts and kind hearts. Zawadi zenu na mioyo yenu mizuri. And the direction that y'all set me.
sending me on, the direction na mwendo ambao mnanielekeza ndani. I thank God so much. Nawashukuru sana. Hatuwezi kosa kumshukuru kijana wetu. We cannot not give thanks to our son. Ni mambo mengi tunaweza ongea. A lot of things that we can say. Lakini kilicho na mwanzo kina mwisho. But everything that has a beginning has an end. Sahani tabaki pale. This basket will stay here. Labda unaweza fikiri nilitoa gift kidogo. Maybe you may think to yourself that you gave nataka ile kuongeza. And you say I want to give more. Lakini tutaihamishia pale mbele yake. Move it in front of him. Tunaalika mkuu wa familia. We invite the elder of the family. Aje atuambie neno la kumaliza sherehe yetu. Kama kuna mwingine angali na kaneno. Ndio maana Virginia tunaanzaga sherehe zetu mapema. This is why we start our parties early in Virginia. Ili pasiwe mtu ataenda na kwa zimu. So that people won't leave upset. Na kama hakuna. And if there's nobody. Mkuu wa familia. The elder of the family is welcome. Bwana asifiwe. Praise God. Bwana asifiwe. Praise God. Nataka kuwashukuru. I want to thank you all. Tunaona tumekaribia kumaliza. You see that we're going towards the end. Tunaenda kuwashukuru sana. I'm going to thank you all. Tunashukuru kanisa kwa jumla. I thank the church. Mungu aendelee kuwabariki. May God continue to bless kwa kutupa nafasi kufanya sherehe. For giving us this place to celebrate. Mungu awajalie. May God increase blessings for you and more grace. Bwana asifiwe. Amen. Na ndugu zote wamefika hapa. And all the brethren that came tunawashukuru here, sana. we thank you all kwa uvumilivu wenu. For being patient. Mumeacha vitu vingi vya kufanya nyumbani. You had a lot of things that na you could have been doing at home. Sherehe. But instead you came na to help us with the party. karibu kufika mwisho. And now that we're going towards the end. Mungu awabariki. May God bless you. Mmechoka. I know you're tired. Mkienda nyumbani Mungu when you go back home, may God help mahali mmechoka. Wherever that you're tired. Awasaidie ili muweze kujisikia mpo wazuri. May He strengthen you so you may feel alive. Na familia yote kwa jumla. And to the entire family. Waliokutoka mbali. Those who came from na far. Karibu. And those who came from near. Mungu awazidishie. May God bless you in kwa yale abundance. yote mmefanya. For everything na that kabisa you kwa did. yale yote And mmefanya. for the church, everything na that they did. tumesaidia mengi. I know that you've helped Mungu us a aendelee lot. May kuwasaidia. God continue to help you. Na also, chenye tumebakiza what's left ni kusaidia kuombea kijana. is to pray for our young Mimi nilisikia alipoongea when I'm anaoga. I felt fear in him. Anakumbuka yale aliyoyapitia. He remembers what he went through. Lakini tunataka kumuhimiza. But we want to encourage asiwe naoga. for him not to be so Hivi scared. ameshaona mengi. Now that he's seen na yaliyobaki ni machache. whatever that's remaining miaka is only miwili sio few. mingi. What's before you is not more. Miaka miwili. It's only 2 toka years. katika njia. Remove it out of your way. Mambo yawe vizuri. And then everything. Usiwe naoga. Not be scared. Mungu atakusaidia. God will help you. Uzidi kuomba tu. Continue to pray. Ukiweka Mungu mbele. If you keep God na before mengine you, yote Mungu atatenda. everything else God will do for you. Mungu akubariki. May God bless you. Na kuongezee nguvu. And may He strengthen you. Na ninachokusii. What I will plead with you. Kikubwa. Greatly. Karibia watumishi wa Mungu. Approach servants of God. Unaposikia mambo haende vizuri. When you feel like things are not going wakaribie well, wakusaidie. approach servants of God so they can help you. You know the servants of God. Kile ambao Mungu amewapa. They have wisdom that God has given them, and they will help you. Watakuonyesha njia. They will guide you in the path, kufika and salama. you'll be able to reach safely. Mungu akusaidie. May God help Endelea. you. Continue. Tuko nyuma yako. We're behind you. Mungu awabariki. May God bless you. All of you that came. Amen. 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 Namkaribisha Mama Dorcas atatuombea kwa kufunga. She will pray for us to close. Someone still has a word. Amen. Amen. Tukie kufunga. We didn't come to finish Tunakia yet. kusema neno kidogo. We have a word to say. Tutasogea. We'll approach him. Ya neno umba nyingine A kabisa. word builds up another word. Tumesogea hapa We came here kama wamama wa Free Methodist as Church. representing mothers of the Free Methodist Church. Tunakuja kuleta mtungi mkubwa. We came bringing a big boat. Yeye nilisema utakunywa kachupa.
Remember I told you drink. Lakini wamama wameangusha chupa yangu. But the mothers dropped my bottle. Mama wameangusha chupa yangu, wanasema kaleka chupa kako akafanya. They dropped it. They said mine is not working. They said they're bringing a big boat. Wamama wa Free Methodist wanakupongeza na mtungi baba. Mothers of Free Methodist Church are blessing you with a boat. Utaikala tena kule nyumba. When you go back and sit in the backyard again. Maana sasa nyama itakuwa kubwa Now the meat will be even bigger. Mungu akubariki. May God bless you. Let me zoom in them teeth. Bwana Yesu asifiwe. Ndio, acha na mimi kuwashukuru sana wamama, na washukuru sana Mungu hapa. Muli ku mutima wanje kabisa. Nashukuru sana support kwa siku ya leo. Pamoja na kanisa zima walitusaidia kwa kuandaa chakula na mengineyo. Tunawashukuru sana, tunawashukuru sana. Mungu awabariki. Na wadada wote, watoto wetu, nawashukuru sana. Na nimeumia kidogo mchungaji hakupatikana hapa. Mchungaji wangu Pastor Sungura amezuiliwa kidogo na mambo mengine, ila Mungu amsaidie popote alipo. Na ninasema shukrani sana kwa yote anayenisaidia, pamoja na mapasteri wangu hapa. Nawapenda sana. Ni watu tunafanya kazi nao vizuri bila tatizo. Mungu awabariki na wape moyo wa kuendelea kwa kazi ya Mungu hivi kwa mapatano. Na kanisa kutoka wengine mapasteri hapa wametusapoti pia. Mungu awabariki. Tunaona mkuu wa community ya raia wa kimbizi kutoka Burundi na wenyewe na kutufikia kwa leo hapa kutusapoti. Kwa hiyo na wengine wote Mungu awabariki sana. Kwa hiyo najua tutaonana tena, najua mwaka ujao nafikiri tutakuwa na ingine sherehe kama hii, Mungu akituwezesha. Nashukuru sana, Mungu awabariki. Mama Dorcas anakaribishwa kutuombea, atufungie na tutakuwa wema. Atakumbuka kumkabidhi mikono ya Mungu kijana wetu kwa future. Tuombe. Tuna yale yote ambayo umetenda kwa ajili yake, maana kufikia hapa haikuwa rahisi, bali mkono wako ulikuwa juu yake. Ulimupigania vita vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, vile vya kiroho kama vile vya kimwili. Umeonekana kumfanya kuwa mshindi na tena zaidi ya mshindi. Bwana, nasema asante. Angali bado na safari mrefu, Bwana umsaidie. Muendelee kumpatia akili na hekima yenye kutoka kwako. Endelea kumpatia ujuzi, Mtakatifu wa Israeli. Usimuache peke yake Papa. Usikubali ulimwengu wa giza kuyumbisha maisha yake, bali Mungu mzuri umlee Mtakatifu wa Israeli. Mkumbatie kama vile kuku inavyokumbatia vifaranga vyake. Umuongoze katika maisha yake ya kiroho kama vile ya kimwili. Bwana, ninaomba umpe siku za usoni zilizopambazuka. Kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ninaomba ufungue mbingu kwa ajili yake. Kila itwao leo atembee chini ya mbingu zinazofunguka kwa ajili yake. Baraka ziwe wazi mbele zake. Zile ambazo umetuahidi kupitia babu yetu Ibrahimu ziambatane naye. Kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai.
Mbariki anapotoka na umbariki anapoingia. Mlinde anapotoka na umlinde anapoingia. Muondolee kila vikwazo. Mashambulizi yote zipate nafasi. Mapepo za lufatano, wivu ya wanadamu isipate nafasi juu ya maisha yake, bali ninamuweka wakfu mikononi mwako. Alindwe na wewe, akingwe na wewe, aongozwe na wewe, na atawaliwe na wewe. Siku zote ambao umempea kuishi hapa chini ya jua, aishi chini ya uongozi wako na chini ya utawala wako. Kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, tumefunga sherehe yetu ya siku ya leo. Tunataka kuondoka. Bwana, ututangulie. Hatua ya kwanza ikiwa yako, ya pili yetu, ya tatu jeshi la mbingu likituzunguka. Tunaenda kutembelea vyombo hivi ambavyo vinatengenezwa na mikono ya wanadamu. Bwana, uvitakase na kuvifunika na damu yako takatifu. Tuondolee kila vikwazo barabarani. Sahihisha njia zetu na kulainisha mapito yetu Baba, kama vile tulikuja kwa amani na Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Naomba na hata kuamini. Amen. Asante.